Yes, tena tupo hapa kujadili masuala ya kimichezo, ndugu mwana Yanga. Twende moja kwa moja tukajadili kuhusiana na sakata la usajili. Wanakuambia fagio fagia. Hii ndo kauli mbiu ya sasa ndani ya kikosi cha Young African, kuondoa wachezaji wote ambao sasa hawana tena msaada wa kutosha kuwa katika klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Na kubwa zaidi hapa tutakwenda kuzungumzia wachezaji wawili ambao wamesajiliwa na klabu ya Dar es Salaam Young African, ikiwemo pia kuondoka kwa Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini uongezeko ushindani wa namba hasa kwenye eneo la viungo. Tupo na kina Duke Oga Abuya, wameletewa mchezaji kweli kweli ambaye atawalaza viatu nje. Ndio maana tunasema hii Yanga si Yanga ya mchezo. Yanga inayotengenezwa ni Yanga ya kutisha zaidi. Sasa twende moja kwa moja tukaanze na usajili wa mchezaji wa kwanza, Idsam Due. Ni nani huyu? Twende tukamjadili kwa pamoja. Huyu mwamba ana miaka 22. Eneo ambalo anacheza ni eneo la center back, ambapo alikuwa anacheza Bakari Nondo Mwamnyeto. Ni dhahiri shahidi anachukua namba ya Mwamnyeto ambaye kuanzia msimu unaokuja hatakuwepo tena kwenye kikosi cha Young Africa. Labda mambo yakibadilika wakaamua kumbakiza kama kiongozi, lakini hadi sasa hakuna mazungumzo yoyote ya kuongeza kwa mkataba kwa mchezaji Bakari Nondo Mwamnyeto. Lakini bwana mkubwa Idsam Due ni mchezaji ambaye ana uwezo pia wa kucheza katika eneo la kiungo mkabaji, na anaweza kucheza vizuri sana kama walivyokuwa wakina Yannick Bangala na wengine ambao wamewahi kufanya vizuri katika maeneo hayo mawili, beki nambari 4 na pia akaenda kucheza kama kiungo mkabaji. Lakini kinachovutia sana ni kwamba klabu ya Young African kwa sajili hizi mbili ambazo wamezifanya zinatuonesha ni dhahiri shahiri kwamba wamejipanga, na kama wameanza hivi, hii inatufungulia milango ya sisi kuamini kwamba Yanga ya msimu unaokuja itakuwa ni Yanga tishio. Statistics za mchezaji huyu kwa misimu miwili, angalia, amecheza hayo yote maeneo mawili, na ndo mchezaji wa kwanza wa timu ya Generation Foot ambaye hajapumzika hata dakika moja kwenye mchezo wa ligi, wala hajapumzika hata dakika moja kwenye michezo ya FA ya pale kwenye ligi anayocheza kwenye timu yake ya Generation Foot. Na ndo mchezaji ambaye amecheza dakika nyingi kwenye ligi nzima, na si kwamba tu kwenye ligi yake ndo ameongoza kwenye kucheza mechi nyingi, michezo yake 80 kwenye misimu miwili. Si mchezaji wa kawaida, ni mchezaji ambaye anatumika ipasavyo, na umri wake unaonesha si namba tu, bali uzoefu, ukomavu na ile spirit ambayo yupo nayo, hadi kiasi kwamba mchezaji wa miaka 22 kupewa kitambaa cha unaoza kwenye klabu kubwa kama Generation Foot si swala dogo. Sasa anakuja ni kikosi cha Young Africa. Tukiangalia pale kwenye mabeki ni kwamba anaondoka Mwamnyeto, hata kama atakuwepo, lakini nafasi ya kucheza itakuwa si kubwa sana. Angalia, yupo Ibrahim Baka, yupo Dickson Job, wote wanacheza katika eneo hilo. Unaletewa mchezaji ambaye amecheza michezo 80 kwenye misimu miwili. Wewe hata michezo 60 hujafikisha. Mchezaji unakuletea ni kitasa kweli kweli. Anakuja kuanza kwenye timu hiyo, lazima kocha hatampa nafasi ya kuanza, labda mambo yakiwa ndivyo sivyo. Lakini tukienda kwenye mzani, fiziki yake, akili yake, utulivu na mambo mengi ambayo amekuwa akiyafanya yamekwenda kumsaidia sana mchezaji huyu kupata nafasi. Amefunga goli 10 ndani ya misimu miwili na akatoa assist 8. Mtu ambaye anacheza eneo la beki wa katikati au anacheza katika eneo la kiungo mkabaji, assist 8 si swala dogo, ni swala ambalo tunaliona kule wakina Casemiro wanakuwa wanalifanya. Lakini mchezaji huyu ni mchezaji wa tupwa kweli kweli, mchezaji ambaye hana kiwango cha kuridhisha. Lakini una swala lipi unaweza ukalizungumzia hasa kwenye sakata la kuondoka Mwamnyeto? Una support Mwamnyeto aondoke au unaona hili bidi abaki ndani ya kikosi cha Young African? Tutakutana wakati mwingine, usisahau kusubscribe. Asante sana.